Ulaya sasa iko kwenye kiwango cha hatari kubwa. Marekani inapeleka makombora ya kasi ya juu sana, hypersonic missiles, ambayo yanaweza kufika ndani ya ardhi ya Urusi ndani ya dakika 5 hadi 7 pekee. Urusi nayo imejibu kwa hatua zake za makombora, na hayo yote yanatokea wakati wa mvutano wa nyuklia kati ya mataifa hayo mawili makubwa ikizidi kupanda kabisa. Mchezo wa makombora barani Ulaya sasa umepata kasi isiyokuwa ya kawaida. Marekani inaenda kupeleka mfumo wa makombora ya Dark Eagle barani Ulaya, silaha yenye uwezo wa kupiga ndani sana ya Urusi kwa muda mfupi. Makombora haya yana uwezo wa kusafiri hadi kilomita 1500 na yana uwezo wa kubeba vichwa vya vita vya kawaida au vya nyuklia. Hii ni hatua inayoleta ongezeko kubwa katika nguvu za kijeshi za Magharibi. Urusi haikukaa kimya, imepeleka mfumo wa makombora wa Oreshnik nchini Belarus kama jibu kwa Marekani. Hatua hizi zote zinavuruga mizania ya kijeshi na kuongeza mvutano hatari barani Ulaya. Zaidi ya hapo, Marekani sasa inafikiria kurejea majaribio ya silaha za nyuklia ambayo yalizuiwa kwa miongo mingi, na Urusi pia inaashiria inaweza kufanya hivyo. Swali linaloendelea kuulizwa ni hili: je, Marekani inataka kupima mifumo ya makombora tu au inataka kurudi kwenye majaribio halisi ya mlipuko wa nyuklia kinyume na mkataba wa kimataifa wa kuzuia majaribio hayo? Hapa dunia inaonekana kusogea kuelekea kufufuka tena kwa enzi ya hatari ya silaha za nyuklia. Ulaya sasa imekuwa katikati ya nguvu mbili kubwa zenye uwezo wa nyuklia. Ujumbe ni wa wazi: roho ya vita baridi imerudi. Safari hii imekuwa na kasi zaidi, usiri zaidi, na uwezo wa kupiga kwa usahihi mkubwa. Kinachotofautisha upande wa Marekani na Urusi ni hiki: makombora ya Marekani yanabeba vichwa vya vita vya kawaida tu, hayana uwezo wa kubeba nyuklia, lakini makombora ya Urusi yana uwezo wa kubeba vyote viwili, vichwa vya kawaida au vya nyuklia. Hii ndio tofauti kubwa iliyoelezwa. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Usisahau kutufuatilia katika mitandao ya kijamii mingine. Instagram tunapatikana kama BMTV Tanzania, Facebook pia andika BMTV Tanzania, lakini X zamani Twitter tunapatikana kama BMTV Tanzania. Lakini kwa hapa YouTube usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare kwa ndugu, jamaa na marafiki, ili na wenyewe waweze kuwa sehemu ya BMTV Tanzania.